Unatufuata mubashara kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mpendwa mtazamaji wa Sauti Yangu TV hapo ulipo. Na kusamini sana kwa uwepo wako kwenye channel yetu, aswa pale unapoona notification kwenye channel yetu na ukiwa unaitembelea ili kuweza kujua kile ambacho kimejiri. Mtazamaji na msikilizaji, na kukaribisha kwa muda huu kufuata habari zetu kwa siku ya leo. Miongoni mwa habari ambazo tumekuandalia siku ya leo ni pamoja na zile zisemazo kwamba amefariki dunia kwenye hospitali ya kijeshi ya Kanchachi mnamo siku ya 3 ya wiki tunayo Jemedari Sikatende Shabani. Hivyo ni baada ya kuzuiliwa kwake kwenye jela ya kijeshi ya Ndolo pa Kinshasa tangu mwezi Oktoba 2024. Kwa swala hilo, shirika jipi la raia NDC Chumvi ya Kongo tarafani Fizi limetoa mkono wa pole kwa jamaa na hasa kwa wakongomani wote. Tutakuwa pia na habari za huko Baraka zisemazo kuwa hali ya utulivu imerejea siku ya 3 ya wiki tunayo ya tarehe 4 baada ya milio ya risasi kusikika jioni ya siku ya pili mjini Baraka. Kwa jambo hilo, kamanda wa vikosi vya wazalendo vya kundi la SNPCC mjini Baraka, Amani Msebengi Amibe, ameomba kwa raia wote kuondoa mashaka na kuendelea na shughuli zao kama kawaida. Tutakuwa pia na habari za huko Uvira ambako kutoa malalamiko kwa serikali kuu ya Kinshasa kulipa waume wao mishahara yao ya miezi zaidi ya 3 ndio ilikuwa lengo kuu ya baadhi ya wake wa askari jeshi wa taifa FARDC kufunga barabara kwa muda wa siku 2 mfululizo katika mji wa Uvira. Shirika la raia kusini mwa jimbo la Kivu ya Kusini lasema kuingilia kati juu ya swala hilo. Mpendwa mtazamaji, na kukaribisha kuambatana nami mwanzo hadi tamati. Naam, wacha sasa tuanze habari zetu kwa siku ya leo. Tuanze na huko Mukera. Hali ya usalama iliweza kuzorota jioni ya Ijumaa 4 ya tarehe 3 Juni 2025 katika kijiji cha Mukera, sekta ya Mutambala tarafani Fizi. Hivyo ni kutokana na milio ya risasi iliyosikika kwa wingi eneo hilo na kupelekea raia kuwa na wasiwasi mkubwa. Katika mazungumzo na channel yako, Bwana Mboka Ishi Etumbula wa 13, mkuu kiongozi wa kijiji cha Mukera, ameonyesha hapa sababu ya kupigwa kwa risasi hizo, huku akiomba kwa wakuu viongozi kuingilia kati kwa swala hilo. Kwa hizi siku 3 ambazo zinapita, hali ni tulivu, lakini usiku wa kuamkia leo ulisikika kuanza mida za saa 5 usiku hadi saa 7 usiku. Waliopiga hiyo masase walikuwa wasuda wa Unité Gepa, pia na wakajibiwa na wazalendo. Hii mchana masase pia ilisikika, waliopiga masase ni wazalendo ambao waliokuwa wakipanda milimani kufo ndio waliopiga ile masase. Ile ndo hali ya Mukera, na kwa sasa kijiji iko na utulivu. Leo mchana risasi ilisikilika, waliopiga risasi hiyo ni wazalendo ambao waliokuwa wakipanda shambani la vita huko milimani, ndo wakaacha wanapiga hiyo risasi mchana. Hali kama na hiyo sio hali nzuri, sababu tayari tumekwisha kupoteza muda wa 4 kulingana na msituko wa masasi kama na hiyo. Tayari kuna majeraha sasa mmoja yuko kwenye hospitali pale Fizi, na kuna wenyewe wamekwisha poteza maisha. Hali kama na hiyo sio hali nzuri kabisa, sababu sio kupiga risasi ndio ijulikane mtu anakwenda shambani la vita. Na mtu anaweza kaenda shamba la vita na hiyo hali sio hali nzuri, hairidhishi kabisa, sababu yanatia wasiwasi miongoni mwa wakaaji. Ilikuwa ulevi, walikuwa nganda yenye kuitwa Oceade. Baada ya ulevi wakaanza sozana ndani ya nganda hiyo, na moja kwa moja wakaanza piga risasi. Hatua tayari iko, sababu kulikamatika hatua ya wanajeshi wa kufanya doria wa PM, na wale waliofanya hiyo vurugo usiku walishikwa na hivi wako kifungoni kwa kempi yao ya waskari. Message yangu leo ni wakuu viongozi wa jeshi watambue kama wao kazi yao
kukinga raia na mali yao yote na mipaka ya nchi, sio kupiga risasi ovyo ambayo inatia wasiwasi miongoni mwa wakaaji. Ombi wale wanajeshi wanaofanya vitendo kama na hivyo wazidi kuwakamatia hatua ili wasirudilie tena kufanya vitendo potofu kama na hivyo. Na kama nilivyokujuza ya kwamba hauko Baraka hali ya utulivu yarejea siku ya 3 ya wiki tunayo ya tarehe 4 Juni 2025 baada ya milio ya risasi iliyosikika jioni ya siku ya pili mjini Baraka. Kwa jambo hilo, kamanda wa vikosi vya wazalendo kundi la SNPCC mjini Baraka, Amani Msebengi Amib, ameomba raia wote kuondoa mashaka na kuendelea na shughuli zao kama kawaida. Akizungumza na chaneli yako juu ya hali ya usalama kutokana na milio ya risasi iliyosikika kwa wingi mjini Baraka, mwakilishi huyo wa vikosi vya kamanda Amuri William ya Kutumba, kamanda Amibe Msebengi, ametoa picha halisi ya hali ilivyokuwa. Milio ya risasi ilitokana, tulikuwa penda kudesarme bwana Dragila ambaye anajiunga na bwana Joseph Kabila, na kwa kutukana jina ya kiongozi na kutukana jina ya serikali ndo wakaanza kufyatua risasi. Alafu jeshi la wazalendo nao pia kwa kuneutralize force wakafyatua risasi, tukadesarme bwana Dragila. Hiyo ni madaraka alijivika yeye mwenyewe. Kwa wazalendo sisi hatumtambue kabisa. Kwa wazalendo tumtambue kama yeye ndio anamiliki maji, hapana. Hiyo ni madaraka alijivika mwenyewe. Ndio tulifaulu kumubeba silaha moja ya kabambi ya PKM. Tulifaulu kubeba silaha 3 ya AK na jeshi yake kenda ndio niko nayo hapa Kuyepe. Yeye aliponyoka, lakini kwa sasa kwa sababu tuko yatumika pamoja na government, serikali FRDC ilitusaidia, amekisha asikwa kwa muda huu iko mule mkasho ya FRDC. Mimi najua tangu tufike hapa milio ya risasi ilikwisha nyamaza kabisa. Na kama ilitukia vile unaona simba mbili zikakutana mpaka Mayani Lungule, tunaweza penda kuambia raia kama don't quest ande na kila mtu aingie mu activity ya kwake, hakuna tatizo na hata sikia tena rimulio juu tulisha neutralize force ya wanadragila. Aiza kuhusu vitendo vya watu kuibiwa na pia wale wanaojifanya kuwa ni wazalendo bandia ndani ya mji wa Baraka, kamanda Amani Msebengi Amib amejibu mara tena. Ndiyo, kama mumeona tumefanya PM muvile ya Baraka kwa sababu ya kumalizisha hiyo yote vitengo ya wizi. Juu matrupe ukasikia ni mzalendo, lakini unaenda kumkuta na vala tu kepi ya yulu, ajulikane ni nani, ajulikane trupe zake. Alors njoo ile tuko na beba jeshi nafanya patrouiller hivi, tuko na mpangilio ya kuonyesha raia na kuonyesha wanajeshi na kuonyesha polisi kama ikifika muda tutapanga, ikifika muda fulani vraiment wanatuachia kwanza sisi tufanye security mugini kwa kukamata wale wote waarifu wenyewe kwa naribu jina ya wazalendo na jina ya serikali ya Kongo. Ni kipi ambacho mtakitumia kwa kuweza kujua kweli huyu ni mzalendo na si mzalendo? Kwa kuwa ukiangalia makundi ni mengi. Kama vile kundi la SNPCC, kundi la SPDC, naona wengi wako na makarti. Ipo kila gundi napaswi tuonyeshe modalite ya karte ya kwao, na tunauliza wewe ni mzalendo gani. Kama vile mimi kiongozi wa wazalendo hapa nasimamia wazalendo wote, kila mmoja atatua na trupe zake, anatuonyesha niko na watoto wota na makarte za service zao, tunaziona, tunaregistre zile. Sababu sisi tulifanya hapa PM. Hiyo PM tunabeba kila trupe wanavala dorsal ya PM, pakishaiva wanatumika pamoja. Lakini tunaona wakati Radio Ngyoku kama njoo Radio Ngyoku inagabula vitu misaada toka nafasi mbalimbali, tunaenda kukuta matrupe zinakuwa mingi, lakini ambao wanaofanya doria ni trupe kidogo, azeze enea 7. Nitapenda kuambia raia kama inyamaze, na yoyote nye atapata tatizo anaweza kukuya kwa mtandao wa simu, anabeba nani yetu anatuongelesha, anawahi tunafanya intervention, tutawatosha namba za simu, afu wanawahi kutupigia, tunafika pale. Namba ni 082 24 36 471.
Huko Uvira ni kwamba kutoa malalamiko kwa serikali kuu ya Kinshasa kulipa waume wao mishahara yao ya miezi zaidi ya 3 ndiyo ilikuwa lengo kuu ya baadhi ya wake wa askari jeshi wa taifa FRDC kufunga barabara kwa muda wa siku 2 mfululizo katika mji wa Uvira. Shirika jipe la raia kusini mwa jimbo la Kivu ya Kusini lasema kuingilia kati juu ya swala hilo. Kwake Mafikiri Mashimango, mratibu wa muundo huo pa Uvira, ameonyesha kuwa askari jeshi wa taifa FRDC pamoja na polisi wanafanya kazi kubwa juu ya nchi na sio vema mishahara yao kuwa nachelewa. Ilifo kuonesha kwamba wanawake wa FRDC walifunga barabara jana na leo tena asubuhi aux environs ya 9h balifunga barabara na avec seulement comme objectif réclamation ya salaire ya wasoda yenye pako wasoda wanaonesha kwamba wako na 6 mois, 5 mois, 3 mois walipiwi. Nous notre niveau comme nouvelle civile, na nikwambia tu raia yote ya Sud Kivu kwamba tumeongea na wakubwa na wameturasire kwamba watajiimpliquer le plus vite possible pour quand même solution ipatikane. Mais il faut kusignale kwamba kusipopata majibu ya haraka kwa mareklamation mingi, kumalamiko mingi ya wasoda, ni kuchangia usiku insecurity mbaya, kwa sababu unakutana kwamba wakati mtu yuko na maisha mabaya inakuwa chanjo mbaya ya mubaya kubeba mtu kisi wanapenda. Ni kuonesha kwamba, ni kusema kwamba mambo tumesikilizana na wakubwa ambapo tuliongea nao, wameonesha kwamba ile volonté ya kuangalia kuchangia pour quand même wa étudier de manière approfondie fatana na shida yenye wasoda fulani wanapitia ndani. Mais il faut quand même kusignale kwamba matatizo yako mingi. Meme hapa jana na juzi tuliongea kwamba pako meme hata wa policier wenye wanalamika wamo wapati pesa zao. Mais il faut kusignale kwamba depuis jana juzi yake wa polisi walianza pokea pesa zao, wamo wangipokea miezi 3 miezi 4, lakini pesa ilikuwa ni miezi 2. Mekiajabu pako watu wamekuliwa tena pesa 45,000 francs par rapport na salaire yao, ambapo franga tu wanajua wangikuliwa ni 8,000 francs congolais kwa juu ya mutuelle de santé. Il faut kuonesha kwamba tumeita wakubwa na walituambia kwamba watakamata muda kuongea na wapolisi porque wajue nini wanaweza fanya porque ile mambo isirudi zaidi. Mtazamaji na msikilizaji, wacha sasa tukamilishe habari zetu hizi na habari za majonzi. Amefariki dunia kwenye hospitali ya kijeshi ya Kanchachi mnamo siku ya 3 ya wiki tunayo ya tarehe 6 Juni 2025 pa Kinshasa, Jemedari Shikatende Shabani. Hivyo ni baada ya kuzuiliwa kwake kwenye jela ya kijeshi ya Ndolo pa Kinshasa tangu mwezi Oktoba 2024. Kwa swala hilo, shirika jipe la raia NDC Chumvi ya Kongo tarafani Fizi limetoa mkono wa pole kwa jamaa, hasa kwa wakongomani wote. Mengi zaidi na mwenzetu Safari Dilwe Alimasi na ripoti kamili kwa habari hizi. Ni huzuni, vilio, simanzi na majonzi makubwa kwa wakongomani wote hasa raia wa tarafa la Fizi kwa kumpoteza shujaa mkubwa nchini, Jemedari Shikatende Shabani. Afisa huyu mkuu wa kijeshi ambaye tayari alikuwa amestaafu alikuwa kizuiliwa kwenye jela kuu la kijeshi la Ndolo mjini Kinshasa tangu mwezi wa 10 mwaka 2024. Sababu za kuzuiliwa kwake zilikuwa bado kuwekwa hadharani. Ni siku ya 3 hii ya tariki 4 Juni 2025 ndipo Jemedari Shabani Shikatende amefariki dunia kwenye hospitali ya kijeshi ya Kanchachi ndani ya manispa ya Ngaliema. Kwa mujibu wa shirika wake wa karibu, Shikatende alianza kugonjwa muda mchache baada ya kuwekwa nguvuni na sheria ya kijeshi nchini. Ni wiki 2 kabla kifo chake ndipo aliruhusiwa kupata matibabu katika hospitali moja ya mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo huko Kinshasa. Akiwa mmoja kati ya watu mashuhuri kijeshi na hata kisiasa nchini, jemedari huyo alisadikika kujihusisha katika masuala mengi muhimu ya kijeshi. Mzaliwa wa Fizi, jimboni Kivu Kusini, Shikatende alipigana vita akishirikiana na
hayati Rais Laurent Desire Kabila kwenye kambi ya hewa bora Wimbi na hata Tanzania mnamo miaka 1960. Na hivyo ilikuwa ni kwa lengo la kupinga utawala wa Rais Mobutu, na ambapo baadaye alijiunga rasmi na jeshi la taifa la Kongo. Habari hii ya huzuni imepokelewa pia kwa masikitiko makubwa nalo shirika jipya la raia NDC Chumvi ya Kongo tawi la tarafa Fizi kupitia mwenyekiti wake Bwana Malilo Makoma Bone, ambaye ametambua ushujaa wa jemedari huyo hasa kwa kutetea nchi na tarafa lake. Huyu amesikitishwa pia kuona afisa huyo mkuu wa kijeshi amefariki wakati ambapo bado alikuwa na mchango mkubwa kwa ajili ya utafutaji wa suluhisho kwa hali ya usalama mdogo inayokumba nchi ya DRC hasa eneo la mashariki. Ni masikitiko makubwa sana ndugu mtangazaji, kusikia kifo cha Luteni Generali Sikatenda, mpambanaji mkuu ambaye alipata sifa nyingi tu katika upambanaji wake, kufia kwenye gereza, wakati kama sisi mashirika ya kiraia tuliwahi kuandika mengi au kuambia serikali wamwachie huru, na watu wengine walilalamika sana kusema kwamba hali yake ya mwili hairuhusu tena kukaa kwenye gereza kama nalini, lakini serikali ilichukulia maneno hayo kama vile hayana thamani. Lakini leo sasa yanaumiza sana moyoni kuona nchi ya Kongo iko kwenye hatari. Leo nchi ya Kongo inaandamana sana, Rwanda inaisonga kupitia M23 na wengine waasi tofauti. Sasa kuona mtu aje apotee hivi, mpambanaji mkuu, inasikitisha sana, inauma sana kabisa. Kama serikali ingesikia yale watu waliosema kwamba huyo mtu afunguliwe, sababu awape nguvu wengine, huenda leo mambo yangekuwa mengine. Shirika la kiraia NDC Chumvi ya Kongo linatoa mkono wa pole kwa nchi yote nzima ya Kongo, jimbo la Kusini na kwa upekee tarafa la Fizi, na tunasema kwamba tunaomboleza pamoja na wazalendo ambao wameachwa na baba. Kwa ukumbusho ni kwamba mbali na Sikatenda Shabani, baadhi ya maafisa wengine wa kijeshi wazaliwa tarafa ya Fizi wanaendelea kusalia kwenye jela hilo la Ndolo bila kujua hatima yao. Ni kama vile Jemedari Mtupeke na Kanale Aochi, ambao duruzi moja zinataja kuwa kosa yao kubwa ni ushirikiano walionao na rais wa zamani Joseph Kabila Kabange, ambako kwa leo anatajwa na utawala wa Kinshasa kuwa na ushirikiano mkubwa na waasi wa M23 wanaoungwa mkono na nchi ya Rwanda. Ama kweli vizuri ya vidumu, wakongomani watamkumbuka Sikatenda, hasa raia wa tarafa la Fizi kwa ushujaa wake. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji wa Sauti Yangu TV, kupitia hapo ndiko ambako tumetia nukta kwa habari zetu kwa siku ya leo. Tunakusamini sana kwa kututegea sikio mwanzo hadi tamati. Tunakusii mara tena, kama bado kusubscribe kwenye channel yetu, basi ufanye hivyo ili kuendelea kupata habari zetu kwa muda unaofaa. Tunakutangazia matangazo haya mubashara kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mimi ni mchumbe wa mkulima na Fatuma. Tukutana na baadaye panapo majaliwa.